Na mtazamaji wa Channel 10 unaendelea kutazama taarifa ya habari, na sasa ni ule wasaa kujua yaliyojiri kwenye habari za michezo na burudani. Jina langu ni Esther Mtebe, karibu. Mara baada ya TRA United kuibuka na ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya KMC katika uwanja wa ligi kuu katika mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara, mchezo uliochezwa katika uwanja wa Al Hassan Mwinyi mjini Tabora, makocha na wasemaji wa timu zote mbili walipata nafasi ya kuzungumza kuhusiana na mchezo huo, huku wakiweka wazi malengo yao ya msimu sambamba na kujiandaa kwa mechi zijazo. Naweza kusema ni kazi imelipa. Vijana wamewajibika, bado tuna kazi. Unaona kama kwa kweli ukisikia 3-0 unaweza kusema ni vizuri, nafurahi. Lakini ukikompare na chances ambazo tunakosa, sio kitu kizuri kwa timu inataka kuwa kubwa. Kwa hiyo lazima tulifanyie kazi na waendelee kuboresha. Mechi hii ya leo ni salamu tosha kwa timu nyingine. TRA hatutashinda. Ushindi mwembamba, ushindi wetu si ni kuanzia goli 3. Kwa hiyo pale si ndo tumeanza. Kwa hiyo na huu mwaka 2026 ni mwaka wa TRA kwenda kuchukua ubingwa wa ligi kuu ya NBC soka Tanzania bara pamoja na kombe la michuano ya CRDB Bank Federation. Bado tuna kazi ngumu sisi kama technical staff kwa sababu ni wapya, timu kwetu ni mpya. Tuna kazi ngumu ya kufanya, na hii ni mechi yetu ya kwanza. Kwa yale ambayo tumeyaona katika mapungufu tutarudi katika uwanja wa mazoezi ili tuweze kuona kwamba ni jinsi gani tunaweza kufanya marekebisho kwa yale ambayo tuliona katika makosa. Ni matokeo ya kuumiza, kucheza dhidi ya timu ya level yako na kupoteza kwa margin kubwa ya mabao inaumiza, lakini muda bado upo wa kujiuliza. Kuna michezo mingine 20 ya kwenda kupambania hizo alama 60 zilizosalia. Kwa hiyo bado tuna nafasi ya kupambania hizo alama, na tunaamini tupo mwisho kwenye msimamo, lakini haimaanishi kwamba tumeshuka daraja. Kwa kushirikiana na jeshi la polisi mkoa wa Dodoma wamefanya zoezi la usafi katika hospitali ya taifa ya afya ya akili Mirembe jijini Dodoma, ikiwa ni sehemu ya kuendelea kuhamasisha amani, mshikamano na uzalendo kuelekea maandalizi ya mashindano ya mataifa Afrika AFCON 2027. Mwanamchezo wetu Leonard Mwacha kutoka Dodoma ana taarifa zaidi. Mashabiki hao kutoka timu mbalimbali ikiwemo Simba, Yanga na Azam wanaweka ushabiki wa timu zao pembeni, huku wakiaswa kulileta taifa pamoja katika kulinda misingi ya amani, huku wakijua kuwa michezo inahitaji amani. Kwa hiyo tunajua tukitanguliza maslahi ya nchi mbele, kitu cha kwanza ambacho utazungumzia pale ni jinsi gani utalinda amani ya nchi yako. Utajua kwamba nchi hii inalindwa na mimi mwenyewe. Hakuna mtu kutoka nchi nyingine atalinda nchi yako. Kuelekea AFCON, ambapo ujumbe wetu ni kwamba AFCON haiwezi kufanyika kama taifa likiwa halina amani, lakini AFCON haiwezi kufanyika kama Watanzania wengi wasipokuwa na afya bora na imara. Tumeanza kuhamasika kuanzia Dar es Salaam. Tumecheza michezo kadhaa na jeshi la polisi kanda maalum. Lengo ni kuwakumbusha Watanzania kwamba bila amani hakuna AFCON. Hata hivyo, tambo za mashabiki kuelekea AFCON 2027 hazikosekani. AFCON 27 kuna ukuta wa mama Jobu na Baka, kuna Nondo Mwamnyeto, tuna mchezaji Faitoto. Huyu mchezaji sio kawaida. AFCON Tanzania kila kitu tunacho, milima tunayo, mabarabara, watu wenye akili, shuka menyelewa hapo. Sisi Tanzania tumelakita kitu kimoja, kombe la AFCON. Kwa mara umemta Clatous Chota Chama, pembeni na Gwe, pale katikati una Nabi Kamara pamoja na Alassane Kante. Inaonyesha kabisa msimu huu Simba atakuwa ni timu kubwa, timu tishio barani Afrika. Naipenda nchi yangu Tanzania, nikinaweka pembeni taifa kwanza. Simba kumekucha. Kutoka Dodoma, Leonard Mwacha, Channel 10.
Uongozi mpya wa timu ya Rhino Rangers almaarufu Faru Mweusi umekiaga rasmi kikosi hicho chenye wachezaji 28 ambacho kinaelekea jijini Mwanza kwa ajili ya michezo miwili ya ligi daraja la kwanza kuwania nafasi ya kucheza championship kwa msimu ujao, ambapo kikiwa Mwanza kinatarajia kucheza mchezo dhidi ya Kopko na Alliance. Rhino Rangers inakwenda kukamilisha michezo yake miwili iliyokuwa imesalia kwenye mzunguko wa kwanza wa ligi, huku ikiwa tayari ina mtaji wa alama 15 baada ya kucheza michezo mitano ikiongoza ligi. Mwenyekiti wa kikosi hicho cha Rhino Rangers, Kanali Benjamin Kinga Mkono, amelitaka benchi la ufundi, wachezaji na mashabiki kuhakikisha wanaunganisha nguvu zao ili kupata alama 6 kwa michezo hiyo miwili dhidi ya timu ya Kopko na Alliance. Sisi kama uongozi mpya, pamoja na bisa hii michezo miwili iliyobaki ya mzunguko wa kwanza, tupate pointi 6 na tuweze kuongoza kundi B. Kwa hiyo niombe tu kila mmoja, upande wa wachezaji, upande wa walimu, upande wa mashabiki wetu, tuweze kuweka bidii ili tuweze kufikia lengo hili la kupata pointi 6. Uongozi umejipanga kwa kila namna ambayo inatuhusu sisi kwa upande wetu kuweza kuyatekeleza ili tuweze kufanikisha. Kwa hiyo baada ya kusema haya, mimi niwatakie safari njema, niwatakie kila laheri, na tutakuwa pamoja kwenye huo mchezo. Goli moja, laki mbili. Goli moja, laki mbili. Sawa. Tuna mikakati mbalimbali kama kusajili wachezaji kwenye hili dirisha dogo ili kuzidi kuimarisha kikosi chetu. Kwa hiyo uongozi mpya, lakini pamoja na wachezaji na timu, tumejipanga kwamba timu ya Rhino Rangers itaendelea kuongoza hili kundi B, lakini hata kwenye mzunguko wa pili timu ambazo tutakuwa nazo basi waendelee kujipanga. Na kwingineko, taasisi ya elimu ya watu wazima imewapongeza na kuwapa zawadi wanafunzi wana michezo, ikiwa ni ishara ya kutambua mchango wao kwa kuiletea taasisi hiyo makombe pamoja na medali katika mashindano ya michezo yaliyojumuisha vyuo vikuu vyote hapa nchini. Zaidi na mwana michezo wetu. Akizungumza katika hafla hiyo kwa kabidhi zawadi, mkuu wa taasisi hiyo Philipo Sanga amesema wanajivunia ushindi huo na kama taasisi itatoa ushirikiano wa kutosha kwa mashindano yajayo. Ilikuwa ni sherehe ambayo inahusisha ugawaji wa tuzo pamoja na utolewaji makombe ambao tulishiriki katika mashindano ya Shimivupta mkoani Tabora. Na waahidi wanafunzi wote mwakani tutazidisha makombe zaidi ya haya. Ninaamini kwamba mkuu wa taasisi wetu Profesa Philipo Sanga ni mtu ambaye anafanya mambo makubwa. Kwa upande wao, baadhi ya wanamichezo wanafunzi waliopokea zawadi hizo wameahidi kuwa wamejipanga vya kutosha kuhakikisha kwa mwaka huu wanaongeza idadi ya makombe katika michuano hiyo, huku akiwataka wanafunzi wengine hasa wanawake kujitokeza kushiriki mashindano hayo. Mwaka huu napenda kutoa wito tena kwa wanachuo wajitokeze kwa wingi kwenye mazoezi ili tupate krimu ya wachezaji, tukienda tena tukafanye zaidi ya hivi. Mimi ni mshirika wa michezo katika chuo chetu. Tulifanikiwa kwenda Tabora kwenye mashindano, tukafanikiwa kupata makombe ya kutosha kwa ajili ya chuo chetu. Tunafuraha sana kwa ushindi wetu. Kwa ratiba tulioachana nayo kule mwaka jana, tuliambiwa kwamba ni pale pale uwanja ule ule. Kama uwanja ule ule ni mwaka jana tumechukua 7, basi naahidi kwa pamoja na wachezaji wenzangu na viongozi, kwa hamasa tuliyopata leo, kwa vikombe tulivyoviona pale mbele 7, tutaongeza 7 mara 2 mpaka 14. Eden Bahati, na hii ni Channel 10 Michezo. Ndivyo ambavyo tunaweka utuo kwa habari za michezo na burudani kwa usiku huu wa leo. Mimi naitwa Esther Mtebe.